Hii ni hadithi ya msichana yatima asiye na hatia anayeitwa Hale, ambaye ametumia miaka 5 ya maisha yake mjini na shangazi yake Debbie. Sasa Debbie amepata kazi mpya katika jiji la Frankfurt na hawezi kumchukua Hale pamoja naye. Kwa kulazimishwa, Debbie ameamua kwamba Hale aachwe na babu yake Albert. Leo, watu wa jirani wanamwambia Debbie kwamba Albert ni mtu mwenye hasira sana na tofauti. Lakini Debbie hakuwa na njia nyingine. Siku moja, Debbie anapanda milima akiwa amemshika mkono Hale mdogo. Mara tu upepo baridi unapoingia barabarani, Hale anatabasamu. Anavua viatu vyake vizito na koti nene ili kuhisi uhuru na kuanza kukimbia kwenye nyasi akiwa amevaa nguo nyepesi. Debbie anamwambia atembee kwa uangalifu, lakini Hale anaanza kufurahia njia ya milimani kwa tabasamu. Kwa njia hii, huku wakicheza na kuruka, wanafika kwenye kibanda kilicho juu ya mlima ambapo babu yake Hale, Albert, anaishi. Mara tu anapomuona babu yake mbele yake, Debbie anampigia kelele kwa sauti kubwa. Albert anamtazama Debbie kwa mbali na kusimama. Anapiga kelele kwa sauti kubwa kwamba hataki jukumu la msichana huyu na wote wawili warudi nyuma. Hale anamtazama babu yake kwa huruma. Debbie anamuomba kwa mkono wake aendelee kuwa naye kwa siku chache kwa sababu hataweza kumtunza sasa. Lakini Albert hakuwa tayari kumsikiliza mtu yoyote. Baada ya yote, Debbie anashusha pumzi ndefu na kusema, "Usipomshikilia, nitamrudisha Hale mjini." Akisema hivi, Debbie anamshika mkono Hale na kuanza kurudi. Mara tu anapotembea hatua chache, anamficha Hale kwa siri nyuma ya kibanda kwenye kona na kunong'ona, "Kaa hapa." Kisha yeye mwenyewe anashuka haraka kutoka mlimani. Albert anatambua haraka kwamba Debbie amemdanganya na kumwacha Hale la kukimbia. Anampigia kelele Debbie akikimbia bondeni kwa hasira, lakini Debbie haangalii nyuma. Akimvuta, Albert anaingia ndani ya kibanda chake na kufunga mlango. Hale mdogo anaachwa peke yake nje kwenye baridi. Machozi yanamtoka. Wakati hakuna jibu kutoka ndani, anatetemeka. Anaenda kwenye zizi dogo lililo karibu na kulala kwenye nyasi kavu. Ambapo babu alikuwa na mbuzi wawili, Hale analazimika kulala usiku wake wa kwanza kwenye zizi lile. Asubuhi iliyofuata, Albert alitoka kwenye kibanda, akamkuta Hale amelala kwenye nyasi kwenye zizi. Bila kusema chochote, alitoa maziwa mabichi ya mbuzi na kumpa Hale kwenye bakuli. Siku nzima, alikuwa na shughuli nyingi na kazi yake na aliendelea kumpuuza Hale. Jioni ilipoingia giza, Hale aliuliza kwa hofu, "Babu, nilale wapi?" Albert alisema kwa sauti ya juu, "Popote unapotaka." Hale aliona ngazi ndani ya kibanda ambapo alipanda na kufika kwenye hala. Aliona kitanda cha nyasi kavu juu na anga lililojaa nyota kutoka dirishani dogo. Hale kwa furaha alitengeneza nyasi hiyo hiyo kitanda chake na akalala hapo kwa amani usiku wa kwanza. Asubuhi iliyofuata, Albert alikuwa akishughulika na kukata kuni nje ya nyumba. Alimuona mvulana wa miaka 13-14 akija pale. Huyu alikuwa Peter, ambaye alikuwa mvulana kutoka kijijini na alikuwa akiwapeleka mbuzi wa kila mtu milimani kila siku. Albert alimsimamisha na kumuomba achukue mbuzi wake wawili. Pia alimwambia Hale pia angekuja naye ili aweze kujifunza njia ya maisha ya milimani. Hale alistuka kusikia hivi. Albert alifunga mkate wake, jibini na soseji kwa chakula cha mchana na kwa furaha akaenda milimani pamoja na Peter na mbuzi. Huko milimani, Hale aliwafuata mbuzi siku nzima na Peter. Walicheza na maua ya polini na kutumia muda mwingi kufurahia uhuru. Alifurahi sana kama kwamba alikuwa anaruka kutoka kwenye ngome angani. Uso wa Peter ulikuwa na furaha hiyo hiyo. Jioni, jua lilipotua na mbuzi wote wawili walirudi nyumbani, uso wa Hale ulikuwa na ridhaa kubwa kwa sababu kwa mara ya kwanza maishani mwake alikuwa amepitia uhuru huo wazi. Jioni, baada ya kurudi kwenye kibanda cha Albert, Hale alisita kidogo mwanzo. Lakini hivi punde, upendo yasiyosemeka yalianza kuchanua. Asubuhi iliyofuata, Albert alianza kufanya kazi kwenye mbalo kuanzia asubuhi. Alifanya kazi kwa bidii saa nyingi kutengeneza kiti kidogo cha mbalo. Jioni, Hale aliporudi nyumbani kutoka kucheza, aliona kwamba sasa kulikuwa na viti viwili kwenye meza ya kulia. Albert alimtikisa mkono na kusema, "Sasa utakaa hapa milele." Mara tu aliposikia haya, hakuna mahali pa gari la Hale. Machozi yalimtoka machoni na kumbia kumkumbatia babu yake. Miaka mingine kadhaa, furaha ilirudi katika maisha ya Albert yaliyokuwa hatuna. Baada ya hapo, muda uliongezeka na kuanza kuruka. Kila siku, Hale angechanga mbuzi pamoja na Peter milimani.
kukimbia huku na pale na kukaa kwa furaha hewani. Uhusiano wake na Albert pia ulizidi kuwa kubwa. Baada ya muda, theluthi ilianza kunyesha milimani na baridi ikaanza. Wakati wa baridi kali, Peter pia alienda nyumbani kwa bibi yake kwa miezi 5 kwenda shule. Hale sasa ana mahisi mengine, akihisi upekee milimani. Ili kumfanya awe na furaha, Albert alitengeneza ndege mzuri kutoka mti na kumpa kama zawadi. Kisha akatengeneza pia sleji kali ya mti. Babu na bibi wajukuu waliendelea kuteleza kwenye miteremko ya theluthi kwa masaa nyingi na vikelele vyao vilisikika bondeni. Lakini hizi siku za furaha hazikuwa za milele. Miaka mingine ilipita na Hale sasa alikuwa na miaka 18. Siku moja, shangazi yake Hale, Debbie, ghafla akafika tena milimani. Alipomuona, Hale alishangaa sana na kufurahi, kwa sababu katika hizi miaka yote, Debbie alikuwa amekuja kumuona kwa mara ya kwanza. Uso wa Albert haukuwa na furaha. Debbie alisema kwamba ametoka Frankfurt kumchukua Hale. Kuna familia tajiri kule ambapo Hale atapata nafasi nzuri. Ikiwa Hale ataenda kule, ataweza kwenda shule mjini, ataweza kuvaa nguo mazuri na pia atakuwa marafiki. Akisikia haya, moyo wa Hale unateremka. Hataki kuondoka milimani. Albert alisema kwa sauti ya ukali, "Hapana, Hale hataenda popote. Nyumbani kwake ni hapa." Debbie pia alikuwa mkali. Alisema, "Siku zote nimekuwa nikimtakia Hale mema. Umemnyimia masomo yake wala marafiki. Mustakabali wake utakuwa mzuri jijini." Albert alikuja kwa hasira na kusema, "Ulimwacha hapo hapo awali, kisha hakukuwa na wasiwasi. Sasa umekuja kumchukua baada ya miaka mingi. Hapana, Hale atabaki hapa." Mijadala baina yao iliongezeka. Kwa hasira, Debbie alitakwa kuondoka mara moja. Debbie alianza kushuka kutoka hapo, lakini nia yake ilikuwa nyingine. Alipanda mlima kimya kimya kutoka upande mwingine na kumfikia Hale ambaye alikuwa akicheza na mbuzi wakati huo. Debbie alianza kumtega Hale kwa maneno matamu. Alisema, "Hale, babu yako pia anataka uende mjini. Huko utapata shule kubwa, marafiki wapya na mapumziko. Hii itakuwa nzuri kwako." Hale aliogopa na kusema hataki kumwacha babu yake. Debbie alisema, "Kwa manufaa yako, ananiambia nikuchukue." Hale asiye na hatia alianza kuamini maneno ya Debbie. Kwa moyo mzito, Hale mara mwisho alisema ndio. Alifikiri kwamba basi babu yake anataka aishi maisha mazuri. Debbie anamshika mkono mara moja na kuanza kupanda mlima haraka. Hale alikuwa na machozi machoni na hakuweza kuelewa kama alikuwa anafanya jambo sahihi au la. Peter alikuwa akiangalia haya yote kutoka nyuma ya mwamba kwa mbali. Hakuweza kufanya chochote. Jioni aliporudisha mbuzi na kumfikia Albert, alisema kwa pumzi ndefu kwamba Debbie amemchukua Hale pamoja naye. Mara tu aliposikia, Albert alishangaa kwa muda. Kwa muda alihisi kama moyo wake umevunjika. Kisha akakimbia bondeni kwa miguu yake. Alikuwa mzee, lakini wakati huo Albert alikuwa kijana. Alifika kijijini kwa pumzi ndefu, lakini kufikia hapo ilikuwa kilewa. Debbie amemtoa Hale kituoni. Albert alikuwa hoi na kusimama barabarani na kuendelea kutazama barabara. Macho yake yalikuwa yameloa. Giza lililotoka kutokana na upekee ilionekana kama amerudi nyuma. Baada ya safari ndefu, asubuhi iliyofuata, Debbie anampeleka Hale kwenye jiji la Frankfurt, jiji kubwa la Ujerumani. Akiona majengo marefu na usango mkubwa, Hale anashangaa. Hakuwahi kuona jiji kubwa kama hilo awali. Baada ya muda, wanafika kwenye nyumba ya ufahari kubwa. Hii ilikuwa nyumba ya Henry ambapo Hale alilazimika kuishi. Mlango ulipogongwa, mtumwa akatoka nje. Debbie anamwambia kwamba amemleta Hale. Mtumwa anampeleka ndani. Alipoona utewe na ufahari ndani, Hale alishangaa. Kisha sauti kubwa ya mtu ilisikika kutoka ngazi. "Hii ni nani?" Hii ilikuwa sauti ya Rebecca, mlezi wa nyumba hiyo, ambaye Henry alimweka kwa ajili ya utunzaji na usimamizi wa binti yake. Rebecca anashuka chini na kumtazama Hale kwa mashaka kutoka juu hadi chini. Hale alikuwa na nywele chafu, miguu tupu. Hale alionekana kama msichana mwitu. Rebecca hakupendezwa na hili. Anamuuliza Debbie kwa sauti ya uchogo na kusema, "Je, hii ni msichana?" Debbie anaunganisha mikono na kutafanua, "Ndiyo, madam, hii ni Hale. Ulisema tu kwamba msichana aliyelelewa katika mazingira ya milimani anahitajika. Hale ni mzuri na mhema, atamuunga mkono Clara vizuri." Rebecca ananongona kwa kukunjana na kusema, "Hebu tuone." Debbie anamwanga Hale haraka na anarudi. Sasa Hale alilazimika